Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumanne, juma la 13, kipindi cha kawaida, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Amosi, sura ya 3, aya ya kwanza hadi ya 8, na sura ya 4, aya ya 11 hadi ya 12. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Mathayo, sura ya 8, aya ya 23 hadi ya 27. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu alipanda chomboni, wanafunzi wake wakamfuata. Kukawa msukosuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea, wakamwamsha wakisema, "Bwana, tuokoe, tunaangamia." Akawaambia, "Mbona mmekuwa waoga, enyi wa imani haba?" Mara akaondoka, akazikemea pepo na bahari, kukawa shwari kuu. Wale watu wakamaka wakisema, "Huyu ni mtu wa namna gani, hata pepo na bahari za mtii?" Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa katika Kristo, liturujia ya neno siku ya leo inatafakarisha juu ya nguvu ya Kristo juu ya ulimwengu, ambapo tutasikia juu ya uwezo wa Mungu wa kutuliza hata mawimbi na dhoruba ndani ya bahari na kuwaondolea mashaka wanafunzi wake walioona wapo hatarini hata kudhani kwamba wanaangamia. Wapendwa katika Kristo, kama tulivyosikia katika somo la Injili kwa siku ya leo, ambapo baada ya Yesu kufundisha makutano na kutoa pepo na wote waliokuwa hawawezi, anawaamuru wanafunzi wake kuvuka mpaka ng'ambo, ambapo njiani walikutana na dhoruba yenye kutia hofu maisha ya wanafunzi wa Yesu. Katika asili ya Kiyahudi, bahari ilichukuliwa kama ishara ya kelele, maovu, kifo na nguvu iliyo juu ya uwezo wa kibinadamu. Hii inathibitishwa na hofu iliyojaa juu ya wanafunzi wa Yesu walipokutana na dhoruba katika bahari. Wapendwa katika Kristo, tunapotafakari katika Injili hii, ikiaminika tangu Agano la Kale kwamba mwenye kutuliza mawimbi na kuwaokoa watu kutokana na dhoruba ni Mungu peke yake. Yesu kwa kukemea mawimbi anatumia nguvu ya kimungu, akionyesha kwamba yeye ana uwezo dhidi ya nguvu za giza na mahangaiko ya kidunia. Katika somo la Injili ya leo, mababa wa kanisa na watakatifu walitafsiri tukio hili kama mfano wa majaribu ya kiroho, ambapo mashua inawakilisha kanisa, dhoruba inaashiria taabu za dunia, na usingizi wa Yesu unamaanisha uwepo wa Mungu uliofichwa au jaribio la imani. Katika kutafakari juu ya ujumbe huu, baadhi ya watakatifu walitoa ufafanuzi, kama Mtakatifu Yohane Krizostomo, ambaye alibainisha kwamba Yesu alituliza dhoruba ya ndani ya wasiwasi kwa wanafunzi kabla ya kuikemea dhoruba ya kimwili. Alifundisha kwamba muujiza huu ulionyesha asili mbili za Yesu, ikiwa ni kulala kama mwanadamu ili kuruhusu dhoruba iwajaribu, lakini pia akitenda kama Mungu kwa kuamuru upepo na mawimbi hata vikatulia. Vilevile Mtakatifu Agustino alisisitiza kwamba mashua inawakilisha kanisa likipita katika bahari yenye misukosuko ya maisha. Augustino alifundisha kwamba Kristo anapumzika ndani ya mashua wakati imani yetu inaonekana kulala au tunaposahau nguvu yake ya kimungu katikati ya mapambano yetu kama mitume walivyofanya. Mtakatifu Jerome aliongezea, akiangalia hofu ya wanafunzi kama dalili ya imani
ambayo haikuwa imepotea kabisa, kwa kuwa bado walimtambua kama Bwana na kumgeukia kumwomba msaada, japo imani yao ilikuwa ndogo, kwa sababu walihofu kama wangeweza kuokolewa wakati yeye alikuwa akipumzika. Na Mtakatifu Tomasi wa Akwino, akijenga juu ya mababa wa kanisa, alitafakari kwamba dhoruba ni somo la uongozi wa Mungu. Kutingishwa kwa mashua kunafanana na jaribio la uvumilivu wa binadamu. Alionyesha kwamba Kristo alipotuliza bahari, alionyesha nguvu ya Muumba juu ya dunia iliyoanguka na yenye machafuko. Wapendwa, kama watakatifu hawa walivyotoa ufafanuzi juu ya Kristo na wafuasi wake, wakionyesha nguvu ya Kristo kama Mungu kwa kukemea dhoruba na asili yake kama mwanadamu kwa kusinzia wakiwa safarini, nasi pia tukiwa wafuasi wake, tukitambua mahangaiko ni mengi katika dunia tunamoishi leo, ambayo ni chombo cha kutusafirisha kutufikisha kwa Mungu. Mahangaiko haya yawe njia ya kutamani kukutana na Mungu kwa kutafuta kuwa karibu naye siku zote. Pale tunapoona tumeshindwa kwa nguvu za binadamu, tutambue kwamba yupo Mungu mwenye kutuondoa katika mahangaiko tulionayo kwa uweza wake. Hivyo, kama tulivyotafakari pamoja katika Injili ya leo kuhusu nguvu ya Kristo juu ya ulimwengu, tuongozwe na ujumbe huu ili tutafute kumjua Mungu na kumtegemea yeye daima katika shida na mahangaiko yote, tukimwelekea yeye ambaye anatufahamu katika yote, kuwa na imani thabiti, tukitambua kwamba uwepo wa Kristo hauondoi dhoruba, bali unatupa nguvu ya kupambana kuyashinda majaribu tunayokutana nayo katika maisha yetu, ili kuishi kama washindi hapa duniani. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Adesius Fabian Tushabe wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!